kutoka. Sadaka iliyo thabiti ni ile ambayo Yesu Kristo alimwaga damu yake msalabani. Unapomwambia Yesu, mimi ni mwenye dhambi, Biblia inasema ya kwamba hawezi kuzikumbuka. Hata kama dhambi zako zilikuwa ni nyekundu sana, anaziosha zinakuwa nyeupe. Lakini ni duniani, sio baada ya kufa. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoendelea kulia namna hiyo, nikakumbuka neno moja. Nikaomba, nikasema naomba niulize. Akaniambia uliza. Nikamwambia, mbona duniani tunaambiwa ya kwamba jehanamu kuna watu wanaoungua? Mbona jehanamu hii sioni watu? Akaniambia kwamba mnafundishwa kweli, lakini tambua ya kwamba Mungu alipokuwa anatengeneza jehanamu, hakutengeneza jehanamu kwa ajili ya mwanadamu au yeyote yule. Jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Jehanamu iliumbwa kwa ajili ya shetani na malaika zake walioasi. Kama Mungu angelijua ya kwamba jehanamu itakuja kuwekwa watu, basi Mungu angelipunguza mateso. Isingelikuwa kama unavyoiona. Maana Mungu ana huruma kwa mwanadamu. Mungu anamjali mwanadamu. Angelipunguza mateso. Lakini Mungu alipotengeneza jehanamu, hakutengeneza kwa ajili ya mwanadamu. Alitengeneza kwa ajili ya shetani na malaika zake. Yule mtu akaendelea kuniambia, akasema hivi, lakini shetani sasa, kwa sababu yeye amekosa mbingu, kwa sababu yeye amekosa kupaingia patakatifu. Maana Biblia inasema ya kwamba alikuwa ni malaika. Uzuri wa mbinguni aliujua, raha ya mbinguni alijua, majengo yalivyo kule na amani iliyoko kule ameijua. Hivyo alichokikosa yeye, akatamani hata mwanadamu mwingine akikose. Akashuka huko duniani alipotupwa baada ya ile ole, akaanza kuwadanganya wanadamu kwamba kama mimi nimekosa, basi na hawa pia wakose, wakaingia jehanamu. Akaniambia kwamba wale watu, kama nilivyokuambia, jehanamu haijaumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Wale watu sasa wanaokufa katika dhambi wanahifadhiwa sehemu ya mangojeo, wanamsubiri shetani aliyewadanganya. Ukifika muda wake wa kwenda kukamatwa duniani na kuja kutupwa ndani ya hili ziwa, ndipo wale wote waliomfuata watakapokuja kutupwa ndani ya hili ziwa. Lakini si kabla ya ibilisi kutupwa, ili Mungu anadhihirisha ya kwamba haikuumbwa jehanamu kwa ajili ya mwanadamu. Jehanamu haikuumbwa kwa ajili yako, iliumbwa kwa ajili ya ibilisi. Sasa kama iliumbwa kwa ajili ya ibilisi, ni sharti yule aliyetengenezewa aingie kwanza. Likaniuma sana ya kwamba Mungu anakupenda. Hakutengeneza ile jehanamu kwa ajili yako, mpendwa. Mungu anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Hata kama wewe ni kahaba, hata kama wewe ni mzinzi, hata kama wewe ni mchawi, hata kama wewe ni jambazi, huruma ya Mungu ipo. Ili Mungu analithibitisha hili kwa sababu anasema sitazikumbuka dhambi zako. Ameshusha msamaha ili kwamba usiingie katika lile ziwa. Mpendwa, ninaomba Mungu akusaidie. Anipe kauli nzuri na mimi pia nikueleze. Maana sipati kauli nzuri ya kukueleza kama vile nilivyoona. Inawezekana nikashindwa kukuletea ujumbe kwa sababu sioni neno zuri la kukuletea ili uelewe. Lakini Roho wa Mungu akusaidie kuelewa kama vile nilivyoona. Sina lugha ya kukueleza. Nikalia kwa uchungu mno. Nikalia mno baada ya kuona wanadamu tupo chini ya jua, lakini bado hatujaujua upendo wa Mungu. Hatujaelewa Mungu jinsi anavyotusitiri. Lakini kuna mateso yanayotisha, rafiki. Usitegemea kwamba utakapokufa watu wataomba, ninarudia tena. Usitegemea kwamba watu watatoa sadaka ili kwamba uweze kutoka jehanamu. Haipo, mpendwa. Watu wengi wameferi. Mungu akusaidie kunisikiliza ili ujue kilichoko mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa ninaendelea kulia na mateso mengi, akanitoa hiyo sehemu, akasema twende nikupeleke sehemu ya mangojeo. Tukaondoka, tukawa tunaelekea upande mwingine. Tulipokuwa tunaelekea upande mwingine, huku mwili wangu umeishiwa nguvu, umenyong'onyea. Tukafika sehemu moja, tukawa tumesimama kama kwenye mwinuko hivi. Tukawa tunatazama bondeni. Lile eneo nilipokuwa nimesimama ulikuwa ni mwinuko, pamoja na yule mtu aliyekuwa akinitembeza. Tukawa tunaangalia lile bonde. Mara ya kwanza sikuona kitu ndani ya lile bonde. Maana lile bonde lilikuwa limefunikwa na giza zito mno. Giza limetanda kama samli juu ya maziwa. Giza zito lisiloweza kuepukika kwa mwanga wowote ule. Tukiwa pale juu, nikasikia sauti za watu zinalia kupita kawaida, zikitoka ndani ya lile shimo lenye giza.
Nikaona kama mtu ananikata kwenye utumbo wangu. Biblia imezungumza neno moja ya kwamba katika ile sehemu ya mateso watu wanalia kilio cha kusaga meno. Sijajua kama msikilizaji wangu umewahi kujiuliza ni kilio gani cha kusaga meno. Inawezekana ukalichukulia neno hili, lakini nakwambia tangu mbingu na nchi kuwepo hakuna mwanadamu aliyewahi kulia kilio kama wanacholia kwenye ile sehemu. Wanalia kilio cha kutisha mno, kilio kilicho hakina matumaini, kilio kisichokuwa na faraja ndani, kilio kisichokuwa na tumaini, hakipo. Ndipo tukaanza kuteremka kwenye lile bonde. Tulipokuwa tunateremka kwenye lile bonde, lile giza likaanza kujivuta. Lile giza lilipokuwa likijivuta likaondoka, lile giza likaenda mbali kabisa. Tukiwa pale juu nikakuta kule chini mabilioni kwa mabilioni, watu wasiokuwa na idadi, wengi kama mchanga wa baharini, matajiri kwa maskini, waliosoma kwa wasiosoma, watu wazuri kwa wabaya, kama vile yani wa kila aina, mataifa na mataifa, makabila na makabila, waliokwenda kinyume na mpango wa Mungu. Biblia inasema Mungu hadhihakiwi. Chochote upandacho ndicho utakachokivuna. Na watu wengi wanapojifikiria ya kwamba wakiingia kwenye Ukristo au kwenye dini fulani, kwenye imani fulani, wanajiona ya kwamba wameingia kwenye maficho. Ndugu mpendwa, ninaomba nisikilize. Ninaomba nisikilize na Roho Mungu akusaidie kuyaelewa haya ninayokwenda kuyafanya. Akili ya mwanadamu siku zote inapenda kusikiliza faraja. Akili ya mwanadamu inapenda kusikiliza ya kwamba tutaingia kwa neema. Akili ya mwanadamu siku zote inapenda kusikiliza ya kwamba hakuna mtu anayeweza kushinda dhambi. Ndivyo ninavyopenda kusikiliza. Maana Ibilisi amevuvia uongo huo. Lakini mimi ni tofauti mpendwa. Ninakuambia kile ambacho Yesu alisema ya kwamba wengi watataka kuingia lakini wasiweze. Biblia imesema jitahidini kuingia, maana mlango ni mwembamba na njia imesonga na waionao ni wachache. Inawezekana hujawahi tangu kuzaliwa kukutana na maneno kama haya, lakini ninakueleza kile nilichokiona, maana nisipokueleza mpendwa nitadaiwa damu yako mikononi mwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu walikuwa ni wengi wanalia. Lile giza lilikuwa ni zito. Hakuna mwanadamu mwenye kuonana na rafiki yake. Hakuna kutiana faraja ya kwamba mpendwa tujitie moyo, ya kwamba ndugu vumilia. Giza limewatenganisha. Kila mmoja na mateso yake kama siku ulipozaliwa. Kama siku ulipozaliwa kila mmoja na mateso yake. Hakuna faraja ya kwamba tutafarijiana, tutatiana moyo. Hakuna mpendwa. Faraja zipo duniani. Faraja zipo chini ya jua. Lakini kule hakuna faraja. Ninakueleza, nasema tena nitaendelea kusema ya kwamba ninakueleza kile nilichokiona. Lazima nikueleze ili kwamba ukichagua kwenda huko ni sawa, lakini uende baada ya kusikia. Usifikiria kwamba mnaambiwa maneno ya uongo, kunywa kidogo, huwezi ufanya uzinzi kidogo au iba kidogo. Na mkwambia mpendwa nisikilize ili ujue uko mbele kuna nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo tukaanza kushuka lile bonde. Tulipokuwa tunashuka lile bonde, nimekwambia limeshona watu msongamano. Lile bonde hakuna hali yoyote ya matumaini. Bonde la kukata tamaa. Watu wanalia, hakuna faraja, hakuna matumaini, hakuna neema. Ni mateso na uchungu usiopimika. Na lile bonde kulikuwa hakuna hali yoyote ya ukijani kibichi. Kulikuwa hakuna hali yoyote ya maji. Ni hali ya ukame hujapata ona. Ni hali ya ukame. Ni bora ukutane na jangwa lililoko chini ya jua kuliko jangwa lililoko kule. Ni mateso mno. Nataka nikwambie mpendwa, unapotembea duniani ukaona miti, ukaona maji, ujue ni neema ya Mungu haijaondolewa. Mungu anakujali. Neema ya Mungu ipo, lakini si eneo lile. Nilipofika pale chini pa wale watu, nikakuta wale watu hakuna mweupe, hakuna maji ya kunde, hakuna. Wote ni wamekuwa ni weusi kupita masizi, ni weusi kupita mkaa. Wanalia ndimi zao, kila moja awe mrefu awe mfupi, ulimi wake umevutwa unafika karibu na kifua chake, unafika kifuani pake.
kila mmoja ulimi wake unafika kwenye kifua. Nikaogopa. Nikauliza, nikasema, samani naomba niulize. Kaniambia uliza. Nikasema, mbona hawa watu ndimi zao zimevutwa namna hiyo? Kwa nini? Akaniambia kwamba unapoona hii sehemu hakuna maji, unapoona hii sehemu hakuna hali yoyote ile itakayowaletea maji ili waondokane na kiu. Halafu kiu walionayo sio sawa na kiu iliyoko duniani. Kiu walionayo ni kiu ya mateso. Wanavyolia usiku na mchana, likidondoka tone moja la machozi, wanazisogeza zile ndimi zao, wanalamba yale machozi, ndiyo maji yao. Kumbuka, ni wanadamu walizaliwa kama wewe. Waliishi kwenye ulimwengu huu kama unavyoishi. Waliweza kuchezea neema kama unavyochezea. Usifikiri kwamba waliumbwa huko. Hapana. Walitoka kwenye ulimwengu huu na waliishi na walitafuta neema nyingi. Wengine waliingiza na maji manyumbani mwao ili kuepukana na adha ya maji, lakini wanalamba chozi moja, ndio maji yao, sababu wameshindwa kutii maagizo ya Mungu. Mungu sio mwanadamu. Akinena amenena, akisema amesema. Mungu hajipingi mwenyewe. Akisema ya kwamba kuna mateso, kuna mateso. Na ile sehemu kulikuwa na baridi kali mno, baridi isiyokuwa na maji ndani yake. Maana kuna sehemu nyingine baridi ikiwa kali, ndani yake kunakuwa na manyunyu, ndani yake kunakuwa na umande. Lakini ile baridi ni kali na haina hata tone la umande. Mateso yaliyoko huko, na hakuna mauti. Mauti imekamatwa mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo akaniuliza, hawa watu na wafahamu? Nikasema si wafahamu. Akanitoa akanipeleka upande mwingine, ambako huko ndiko machozi yangu yalikokwenda kuongezeka maradufu. Ndipo machozi yangu yalipokwenda kuongezeka zaidi. Maana huko alikwenda kunionyesha ndugu zangu wa damu, marafiki, majirani, waliokwenda kinyume na mpango wa Mungu, waliokwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Mtu wa kwanza kunionyesha alikuwa ni babu yangu upande wa mama. Huyu babu alikuwa ni mwinjilisti. Hata kabla hatujazaliwa yeye alikuwa ni mwinjilisti kwetu huko Makete. Huyu babu alikuwa ni mwinjilisti wa miaka mingi. Nazoea siku zote anaingia kanisani na kutoka, anasimama na hubiri na huduma zingine zote. Hata siku ya kufa kwake ilikuwa ni siku ya ajabu sana. Watu walifurika, watu walijaa, kwaya zikapokezana, mahubiri yakapokezana. Hata ndugu kiingia unalia pale, wanakwambia nyamaza, huyu ni mtumishi wa Mungu, tutamuona mbinguni. Imba nyimbo, ametutangulia. Biblia inasema mawazo yenu si mawazo yangu, na njia zenu sio njia zangu. Alizikwa kiheshima, akazikwa kwa utaratibu mno. Wachungaji walijaa kumzika, maana ni mzee wa miaka mingi kwenye utumishi. Lakini kumbe alijulikana mbele za watu. Aliendelea kutumika huku mambo ya madawa yumo. Aliendelea kutumika huku kwenye masengenyo na uongo na vitu vya matambiko. Mungu hachanganyikani. Mungu anajitegemea. Mungu yeye hadhihakiwi. Mpendwa, chochote upandacho ndicho utakachokivuna. Yule babu duniani alikuwa ni mweupe. Nikashangaa amebadilika, amekuwa ni mweusi mno. Analia kwa mateso mno. Nikashikwa na hofu. Nilipoendelea kumtazama, nikashikwa na hofu mno. Naye akaendelea kulia kwa uchungu mno. Maana tumezoezwa duniani, watu wameingia kwenye utumishi wakifikiria kwamba utumishi ni kazi ya lele mama. Wameingia huko wakajibandika. Ndio maana nasikia kesi za majambazi wengi watumishi. Unasikia kesi za uzinzi, kesi nyingi zilizaa. Watu wanafikiri unaingia mbinguni kwa ajili ya kusimama. Hata kama wewe ni askofu, pasipo kuokoka na kukana Yesu kikamilifu ndani yako, isahau mbingu. Mungu hatishi na chauli tunacho. Mungu hatishi na uchungaji unao. Mungu hatishi na uinjilisti ulio. Tuliishi ipo Mungu mada. Mtu wa Mungu jatukuzi. Mtumishi wa Mungu anajivuta watu wanakuingiza kwa Mungu.